Habari ndugu mtazamaji wa Asam Online TV. Asam Online TV imefika katika hoteli ya Marumaru Zanzibar juu ya uzinduzi ambao umekuja kufanyika ya programu ya ubunifu na mikakati zaidi, ikiwa Waziri wa Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo Mheshimiwa Riziki Pembe Juma amekwenda kulihusia zaidi jambo la ubunifu, weledi na umahiri na kwenda kulinda silka, maadili na utamaduni wa Zanzibar. Mimi ni Makame, lakini nyuma kamera ni Madina Omar. Lengo la programu yetu jamani, tunataka ili kuona wasanii wetu wanasema msilale, si ndio? Kama walivyoimba waimbaji wanasema mimi ni msanii kioo cha jamii, au sio? Hiyo ndio sanaa ilivyo, kwamba msanii manake sanaa ni kioo cha jamii, kinamurika jamii. Kwa hiyo tunapozungumzia sanaa ya Zanzibar inamurika jamii ya Zanzibar. Sasa naomba sana kwenu, programu yetu iko uwanjani na katibu mtendaji hapa amezungumza kwamba kwa ile ambayo itakidhi wanasema vigezo na masharti, si ndio? Maana wanasema popote unapokwenda kama vigezo na masharti kuzingatiwa. Kwa hiyo ile sanaa ambayo itakidhi vigezo na masharti, maanake hii tunasema sisi serikali kupitia baraza letu la sanaa wanasema tutashirikiana kuona kazi hiyo inakwenda mbele. Nini maana yake? Maana yake miongoni mwa vilio vya wasanii kama ambavyo mlitueleza nyinyi wenyewe ni kukosa. Wanasema kukosa manini mnaita siku hizi jamani? Maana siku hizi vijana mna kila jina maflusi haya au vipi? Masampa Yaani kwamba unakuta kazi nyingi za sanaa zinaganda kwa sababu vijana hawana masampa ama wasanii wetu wanakosa udhamini. Sasa programu hii imekuja kwenu, tunasema iwe ni chachu ya kuona wasanii tunazidi kuamka. Maana najua hatujalala, lakini tunazidi kuamka ili kuona tunazalisha kazi ambazo zitakidhi hivi vigezo vilivyotajwa hapa, uzalendo. Na nashukuru wamefanya vizuri, msiki kurudia huko uzalendo, lakini kazi ambazo wanafuata mila, silka, maadili, maki, tamaduni zetu Zanzibari zizingatiwe, mandhari pamoja na uhalisia, si ndivyo? Maki hii kazi kizingatia hivyo vigezo kwa mazingira halisi ya Zanzibar, hiyo itakuwa ni kazi ambayo imepata hiyo sifa. Lakini plus ubunifu msisahau, kwa sababu inawezekana ikawa ipo kazi na uzalendo, ikawa kazi hiyo imezingatia mila na silka, kazi imezingatia mandhari na uhalisia wa Zanzibar, lakini haina ubunifu. Kwa hiyo tunataka kazi ambayo itakuwa ni bunifu. Na hii labda kuna watu wakisikia utamaduni wa Mzanzibari, mtu anajiuliza wazee wa zamani washakufa, hawapo. Kwa sisi hatuishi? Si tunaishi, hadithi si zipo? Mtume amekufa lakini kuna hadithi tunafuata aya, alhamdulillah. Na watu wanapozozana tunarudi kwenye yale ambayo tumeachiwa, tunarudi kwenye tafsiri za Qur'ani, tumesema nini kweli, aya imesema tafsiri nini, lakini hadithi za mtume miongozo inasema nini. Na sisi sasa kwenye tamaduni zetu, manake wazee wameondoka, lakini wako wengine ambao tunao hazina. Mwenyezi Mungu aendelee kutuwekea zidishia afya njema. Tunavyo vitabu ambavyo vimeandika kuhusiana na tamaduni za Kizanzibari. Manake wanasema tunaishi sasa, lakini tunayafanya yale ya nyuma yaliyopita. Kwani wake na Ottomani sisi tunaambua ndio, yani sijui mwana mitindo na nini, si ndio? Wale mchezo na act manake kwa imefanyika sasa. Lakini ndio nazidi wanaume imezidi kwenye Ottomani, yani nyinyi tena ndo hamuondoki. Kweli si kweli? Nini maana yake? Kwa sababu anatuonesha historia ya huko miaka iliyopita nyuma. Lakini sisi tunavyoona sasa tunafurahi na mapanga yao yale yanapigana kama hizo ilipanga kweli au ndio hivyo tena. Lakini tunaacha yetu kwa sababu tunaonesha utamaduni na ile ni historia yao. Ndani yake utamaduni humo ndani. Ile mmoja wapo, lakini jamani zile filamu za kina Bwana Mashaka, au sivyo? Mzee Chimbeni, kina Sekembuki na marehemu Halikuniki, Mwenyezi Mungu lazima alapema, na wasanii wote walizangulia mbele ya haki. Na wengine ambao walikuwa wanaekti kazi mbalimbali. Manake bado huyu anafanya filamu, bado na wewe pia anakutegemea, kwa sababu filamu itaonesha maisha ya watu. Kwenye maisha ya watu maana kutaoneshwa kazi mbalimbali zinazofanyika. Kwa hiyo manake humo ndani yake mshoni ana nafasi yake, msusi ana nafasi yake,
Muimbaji na nafasi yake, na kila ambaye anafanya kazi ya sanaa maki kwenye hiyo filamu na yeye yumo. Wanasema kama ni picha tunachukua kuonesha watu video ya maisha ya Kizanzibari, manake na yaliyomo ndani yake. Kwa hiyo programu hii kwa kuanzia basi pia haijatuacha nyuma, manake inatugusa sote kwenye sanaa zetu zote, lakini kupitia nini? Kupitia filamu. Naomba nitamke rasmi kwamba programu ya ubunifu wa kimkakati nimeizindua rasmi. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwanza, lakini pia tunashukuru sana Mheshimiwa Waziri na uongozi mzima wa wizara kwanza kuamua kuja na mashauri ya kuona jinsi gani baraza litaenda kuwasaidia wasanii, lakini pia kuwashika mkono katika kazi zao, katika uzalishaji wa kazi mbalimbali ambazo zinaakisi mandhari, lakini pia maudhui, lakini pia asili za Zanzibar. Wasanii wamejitokeza katika programu yetu hii, katika uzinduzi wa programu yetu hii ya ubunifu wa kimkakati, na nafikiri wameelewa azma ya serikali yetu hii inayoongozwa na Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Nafikiri yeye mwenyewe Mheshimiwa Rais alikwisha tayari kutuelekeza jinsi gani ya kuwakuza wasanii. Katika mashauri yake ni sisi tumehisi kuja na programu hii itakayokwenda kuwakuza, lakini pia kuwahamasisha wasanii kuja na mawazo mazuri zaidi ya utengenezaji wa kazi mbalimbali za sanaa. Kwa nyuma tulikuwa tukiangalia kazi nyingi, lakini pia zile ambazo kazi zilikuwa zikichujwa kwa mnasaba wa kuelimisha, lakini pia kuleta burudani ya asili kwa jamii ya Wazanzibari. Watu wengi walikuwa wakifuatilia tamthilia zile, walikuwa wakifuatilia wasanii wale, utakuwa mnakumbuka kina Chimbeni Heri, kina Bihawa, kina Binjiwa, kina Bitele, tele. Lakini pia niseme ndugu mtangazaji kwamba programu ya ubunifu wa kimkakati inakwenda kuwagusa wasanii tofauti, si wasanii tu wa maigizo, wasanii wa ngoma za asili, wasanii wa kizazi kipya, wasanii wa tarabu za kisasa, wasanii wa uchoraji, wasanii wa chongaji, wasanii wa finyanzi, aina ama tasnia mbalimbali za sanaa zitakuwa tunasema ni programu jumuishi. Ni muhimu sana kuzingatia haya mambo yote ambayo yamezungumzwa hapa: uzalendo, kuzingatia mandhari, kuzingatia maadili, ukweli katika kazi za sanaa ni muhimu. Natamani sana nione kimetengenezwa chetezo, lakini ndani yake kuna neno Zanzibar. Hata mtalii akikichukua kwa neno cha Uingereza, basi Zanzibar iko pale. Natamani sana mikoba hii inayosukwa ikauzwa, makawa yana nembo zetu za Zanzibar, ili popote tunapokwenda tunaitangaza nchi hii. Ndio maana ya huu taifa yani tuuze taifa letu kupitia sanaa. Ni vitu muhimu sana. Naomba nitoe wito kwa wasanii, turudishe yale mambo yetu ya zamani ya asili, mila, desturi, utamaduni. Wasusi tusuke nywele za bedani, tunaokwenda kusuka. Hebu leo kuna harusi, tupigeni minyosho sote ya kichwa tele, ile ya kulaza ile haipo. Kuna mambo mengi ya kizamani mazuri hayapo. Napenda kutoa shukurani za dhati kwa kuzindua programu hii ya ubunifu wa kimkakati Zanzibar. Programu hii itawafanya wasanii wote kufanya kazi kwa ubunifu zaidi na kuongeza jitihada katika soko la thamani ya sanaa. Hivyo, shirikisho linaunga mkono programu hii ya ubunifu na mkakati na kuomba kufanya kazi kwa kushirikiana katika bunifu zetu na mambo mengine yanayohusiana na sanaa. Hivyo, narudia tena ndugu waziri kusema asante sana kwa niaba ya wasanii na shirikisho la sanaa Zanzibar. Alhamdulillah, wito ni musikia. Alhamdulillah, kama baraza la sanaa au kama serikali ili jambo umeliona ndio katita. Kwetu sisi tunaenda kuichukulia kama ni heri, kama tumeonekana na serikali. Alhamdulillah, ili jambo kama tutapewa tutalichukulia vizuri. Kuhusu swala la uzinduzi wa program nimelichukulia vizuri. Then wakati nimealikwa sikujua kuna kitu gani, nilikuwa na hamu na shauku ya kutaka kujua kitu gani kiko ndani. Kufika hapa mazingira nikasema lazima kutoka kuna kitu kizuri. Nimeyapokea na
ni kilio chetu wasanii. Kila siku, kila wakati, kila muda tunataka support, kwa sababu support yetu ni ndogo sana. Sio filamu tu, yani music, yani sanaa yetu ya Zanzibar kidogo siku zote tunakuwa tunazungumzia kuhusu udogo wake au kutokusapotiwa. Kwa hiyo kuja swala hili sisi tumefurahi na tumeshukuru.